Ndugu zangu washiriki, mabibi na mabwana, napenda kuwakaribisha tena katika kikao hiki muhimu cha kutangaza riba ya Benki Kuu. Na kama tunafahamu kwamba huwa tunatangaza kila baada ya maazimio ya kikao cha kamati ya sera ya fedha, ambapo tulikutana jana tarehe 1 kwa ajili ya kupitia na kufanya tathmini ya hali ya uchumi, na hivyo tutatangaza na kuwasilisha kwa kifupi mwenendo wa uchumi na matarajio yake kulingana na tathmini iliyofanywa na kamati. Kwa upande wa riba ya Benki Kuu, nafurahi kuwajulisha kwamba kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe 1 Oktoba na kuamua kwamba riba ya Benki Kuu itaendelea kuwa 5.75 kwa kipindi cha Oktoba hadi Desemba 2025. Na kwa muktadha huo, Benki Kuu ya Tanzania itatekeleza sera ya fedha kwa lengo la kuhakikisha kuwa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya mabenki inabaki ndani ya wigo wa 2% juu au chini ya riba Benki Kuu. Uamuzi huu umetokana na tathmini iliyofanyika kuhusu mwenendo wa mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi. Hivyo mfumuko wa bei ulikuwa 3.4 mwezi Agosti na unatarajiwa kubaki ndani ya lengo la 3 hadi 5. Wakati huo huo, makadirio ya Benki Kuu ya Tanzania yanaonesha kuwa uchumi utaendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha. Kuhusu utekelezaji wa sera ya fedha kwa robo ya iliyoishia Septemba 2025, nafurahi kuwajulisha kwamba utekelezaji wa sera ya fedha katika robo ya mwaka iliyoishia Septemba 25 ulifanikiwa kuwepo kwa ukwasi wa kutosha kwenye mabenki, na Benki Kuu ilitumia nyenzo zake za sera ya fedha, hususan mikopo ya muda mfupi kwa mabenki, ili kuongeza ukwasi kwenye uchumi. Hatua hii ilichangia kuimarisha ukwasi na kupelekea kupungua kwa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya mabenki, ambapo benki zilikopeshana ndani ya wigo uliowekwa wa 2% juu au chini ya CBR au ile riba ya Benki Kuu. Kuhusu mwenendo na matarajio ya uchumi wa dunia, nafurahi kuwajulisha kuwa kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu ilitathmini mwenendo wa uchumi wa dunia na kubaini kuwa ukuaji wa uchumi katika nchi zilizoendelea na zile zinazoibukia umepungua kidogo katika robo tatu za mwaka 2025, ingawa umeendelea kuwa imara licha ya migogoro ya kisiasa na mivutano ya ushuru wa forodha kwa bidhaa wanazouziana kati yao. Hata hivyo, katika robo ya 4 uchumi wa dunia unatarajiwa kuimarika zaidi. Mfumuko wa bei pia umeendelea kupungua na kufikia malengo ya Benki Kuu katika nchi nyingi duniani. Kufuatia mwenendo huo, Benki Kuu nyingi duniani ziliamua kudumisha au kupunguza riba zao za Benki Kuu ili kuendana na sera ya fedha ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Mwenendo huu unatarajiwa kuendelea katika robo ya 4 ya mwaka 2025, na bei za bidhaa katika soko la dunia, hususan mafuta ghafi, zilipungua hadi wastani wa dola za Marekani 68 kwa pipa ikilinganishwa na robo mwaka iliyotangulia. Pia bei ya dhahabu iliendelea kuwa juu kufikia wastani wa dola za Marekani 3354.1 kwa wakia moja, na zinatarajiwa kuendelea kuongezeka kidogo katika kipindi kinachoendelea. Kuhusu mwenendo na matarajio ya uchumi wa ndani, nafurahi kuwajulisha kuwa mfumuko wa bei kwa Tanzania bara ulikuwa 3.4 mwezi Agosti 2025, ndani ya lengo la nchi la 3 hadi 5, na unaokidhi vigezo vya mtangamano wa kiuchumi kwa nchi za EAC pamoja na SADC. Matarajio ya Benki Kuu yanaonesha kuwa mfumuko wa bei utaendelea kubaki ndani ya lengo la 3 hadi 5, na hii ni kutokana na utekelezaji madhubuti wa sera ya fedha
na sera za kibajeti, pia kutokana na uwepo wa chakula cha kutosha na utulivu wa thamani ya shilingi. Mwenendo huu utachagizwa pia na uwepo wa umeme wa uhakika na kupungua kwa bei ya mafuta ghafi. Kwa upande wa Zanzibar, mfumuko wa bei ulipungua kutoka 4.2 hadi 4.0 ukiwa ndani ya lengo, na hii imetokana na kupungua kwa bei za vyakula. Mfumuko wa bei kwa Zanzibar unatarajiwa kuendelea kubaki chini ya lengo la 5%. Kuhusu shughuli za kiuchumi, nafurahi kuwajulisha kuwa shughuli za kiuchumi hapa nchini ziliendelea kuimarika, na kwa upande wa Tanzania bara uchumi ulikuwa kwa 5.4 katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 ikilinganishwa na 5.2 katika kipindi kama hicho mwaka 2024. Mwenendo huu ulichangiwa zaidi na shughuli za uchimbaji wa madini, shughuli za kilimo, huduma za fedha na bima, shughuli za ujenzi na shughuli za uzalishaji viwandani.